Jina naitwa Walter Christopher. Mimi ni manager wa kanda kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji, kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Ofisi hii ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini ni ofisi ambayo inahudumia mikoa mitano ambayo ni Mbeya, lakini tuna Songwe, Rukwa, Njombe pamoja na Ruvuma. Leo sisi kama wadhibiti pamoja na taasisi ya serikali ambayo inatoa huduma ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, tupo kwenye viwanja vya 88 hapa Mbeya ambao vinaitwa viwanja vya 88 vya John Mwakangale. Tupo hapa kwa ajili ya kutoa huduma ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na huduma zetu ambazo tunazitoa kama Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji. Na sisi kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kudhibiti sekta mbili ambazo ni sekta ya nishati pamoja na sekta ya maji. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote ambao wako kwenye ukanda huu, lakini pia sio kwamba sisi EWURA tuko katika mkoa tu wa Mbeya, lakini nchi nzima tupo, kwa maana ya viwanja vyote vya 88 ambavyo vipo Tanzania, basi na sisi EWURA tupo. Kwa hiyo tunatoa elimu kuhusiana na kazi yetu ambazo tunazifanya. Moja ya vitu ambavyo tunasisitiza sana wakati tukiwa kwenye kutoa elimu katika banda letu la 88 hapa viwanja vya John Mwakangale ni pamoja na wale watoa huduma wetu ambao tunawadhibiti. Tuna watoa huduma ambao ni mamlaka za maji, tuna watoa huduma wetu ambao ni TANESCO, lakini tuna vituo vya mafuta, lakini kuna wengine ambao wanatoa huduma ya gesi mbalimbali. Kwa hiyo hawa watoa huduma wanatakiwa wawe na mikataba ya huduma kwa wateja. Mfano, hii mikataba ya huduma kwa wateja ndio inatengeneza viwango ambavyo watoa huduma wanatakiwa watoe kwa wateja ambao tunawadhibiti. Kwa hiyo tunawaelimisha wananchi kuhusiana na umuhimu wa watoa huduma kuwa na mikataba hiyo ya wateja, na wao kama wananchi pia wawe wanajua hii mikataba ya huduma kwa wateja, kwa sababu hii mikataba inaelezea kwa kirefu kwamba ni wajibu gani wanatakiwa wawe nao, lakini ni haki gani ambazo wanatakiwa wawe nazo. Lakini pia hii mikataba ya huduma kwa wateja inaelezea pia wanapokuwa na changamoto mbalimbali kama malalamiko, namna gani ya kuweza kuziwasilisha kwenye mtoa huduma husika, lakini pale ambapo changamoto hiyo imeshindwa kutatuliwa, basi inaweza kufika kwenye mamlaka yetu ili iweze kutatuliwa. Lakini kwenye banda yetu hapa tunatoa elimu pia kuhusiana na mafundi umeme ambao wanafunga mifumo ya umeme kwenye majengo mbalimbali, lakini kwenye nyumba zetu. Wale mafundi umeme wanatakiwa wawe na leseni ya EWURA. Kwa hiyo hapa viwanjani tunatoa live nafasi nzuri kwa mafundi umeme ambao bado hawajapata leseni. Tunaweza tukawasaidia namna gani kuweza kupata leseni, lakini sio kuwasaidia tu, lakini wakiwa na zile nyaraka ambazo zinahitajika. Mfano, wakiwa na cheti chake cha elimu, lakini cheti chake cha NIDA pamoja na kitambulisho chake pamoja na passport yake, tunaweza tukamsaidia akafanya maombi yake hapa viwanjani, ili sasa ombi lake liweze kushughulikiwa ili aweze kupata leseni. Kwa hiyo kwa huduma kama hiyo ipo, na wakaribisha wote ambao wanastahili kupata leseni kwa ajili ya kufunga mifumo ya umeme. Hapa viwanjani tunatoa hiyo huduma. Lakini kingine, kama tunavyoelewa, serikali iko kwenye mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanafikiwa na hii nishati safi ya kupikia. Na sisi kama Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji, kuna hii gesi ambayo ni gesi asilia ambayo inazalishwa kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara, ambayo wananchi wanaweza wakaipata kwa ajili ya matumizi ya kupikia, lakini matumizi mengine. Kwa hiyo sisi kama EWURA tunatoa elimu kuhusiana na namna gani ya kuweza kupata huduma kama hizo. Lakini kuna hii gesi ya kupikia ambayo tunaitwa LPG, ambayo sisi kama wadhibiti tunatoa leseni kwa wale wanaotoa huduma hii, kwa maana ya kusambaza hiyo gesi. Kwa hiyo sasa tunahamasisha hapa, tuna wakulima ambao wanafanya biashara pia, wanaweza kuwekeza katika hii biashara ya kusambaza gesi ya kupikia, ambapo inaweza kufikia wananchi wengi. Na sisi basi kama mamlaka hawa wafanya biashara ambao bado hawajapata hii elimu wakaweza kuingia kwenye hili soko, tukawapa leseni ili wasambaze huduma, wananchi wengi waweze kufikiwa na huduma hii ambayo ni muhimu, kwa sababu iko katika lengo la serikali la kuhakikisha kwamba tunaondokana na gesi chafu, na sasa tunaingia kwenye gesi safi ya kupikia. Na vile vile kuna nishati nyingine ambayo ipo ya umeme
pia ambayo inaweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba tunaingia sasa kwenye watu wengi, wananchi wengi wanapika kwa kutumia nishati safi ya kupikia ambayo ni nzuri. Kwanza inalinda mazingira yetu, lakini inalinda afya, lakini vile vile inasaidia kupunguza ule muda ambao tungekuwa tunautumia. Kama tunavyojua kutumia kuni, maana yake unaweza kaenda kuokota kuni na kadhalika. Ule muda wote ule ambao unapoteza unaweza kuwekeza katika maeneo mengine, ili sasa tuwe na taifa ambalo lina ustawi mzuri. Lakini jambo lingine ambalo tunalifanya katika viwanja vya 88 ni kuhamasisha wananchi wawekeze pia katika maeneo ya vijijini. Kama unavyojua hapa kwenye maonyesho ya 88 kuna wakulima, lakini kuna wananchi ambao wengi wanaishi katika maeneo ya vijijini, na serikali inatoa msisitizo katika uwekezaji kwenye kilimo. Na kilimo kama unavyojua, kilimo cha kisasa kinahitaji nishati. Mfano matrekta yanahitaji mafuta na kadhalika. Sasa katika maeneo ya vijijini, maeneo mengi bado hayajafikiwa na huduma ya miundombinu mizuri ya kutoa huduma ya mafuta katika bei ambayo imedhibitiwa na mamlaka. Kwa hiyo wanakuwa na uwezo wa kuweza kununua mafuta katika ubora, lakini katika bei ambayo ni himilivu, ambayo imedhibitiwa au imepitishwa na mamlaka.